Watu walikuwa wanatumia masaa 3, 4 na hata 5. Lakini pia ilikuwa inaleta adha kubwa. Baadhi ya watu walikuwa enzi za nyuma, tukirudi nyuma zaidi, mwaka 68 watu wengi walikufa maji kwa sababu walitumia mitumbwi. Serikali ikaja na wazo la kuanzisha kivuko kwa ajili ya wananchi mwaka 1968. Na baadaye Magufuli akaona bado kuna adha kubwa, akaanzisha hili daraja. Sasa daraja hili linaenda kuinua uchumi wa wananchi, kwa sababu kuwaisha usafiri wa dakika 5 kutoka masaa 5 kwenda dakika 5 ni jambo la faraja kubwa. Kwa hiyo wananchi watapata bidhaa kwa gharama ndogo. Lakini pia kuwepo kwa daraja hili kumeleta taswira nyingine. Mafundi wetu wa Kitanzania, mainjinia ambao ni wahandisi, wameenda kupata ujuzi mpya. Hatukuwahi kutengeneza daraja lenye urefu kubwa kiasi hiki. Ni daraja la 6 Afrika ambalo lina urefu wa kilomita 3.2. Lakini pia pamoja na hiyo limeleta ajira. Watu wengi wamepata ajira na kutokana na hili daraja. Lakini pia daraja hili linaenda kuleta fursa kubwa katika nchi za Afrika Mashariki. Ikumbuka kwamba jiji la Mwanza ndio kitovu cha biashara ukanda wa Ziwa Victoria, na hapa ndio bidhaa nyingi zinakuja. Na bahati nzuri Rais wetu Samia Suluhu Hassan ameweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi inavyotakiwa kwa kuhakikisha daraja hili linakamilika. Lakini reli ya kisasa inakuja, italeta bidhaa. Itakapofika hapa itakuwa ni rahisi sana watu kuchukua bidhaa zao kwenda kwenye nchi za Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo DRC, pamoja na mikoa ya Kigoma, Kagera na Geita. Kwa hiyo kuwepo kwa daraja hili ni faraja kubwa sana kwa wananchi wa kanda ya Ziwa Victoria. Lakini pia kuwepo kwa daraja hili kunaleta hamasa kubwa kwa wananchi, kwa sababu tutaenda kuvuka kwa muda mchache. Dakika 3, dakika 5 ni dakika chache sana. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano anayekuja kulizindua leo, Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli sisi wanachato, wanakanda ya Ziwa, tunamshukuru na tunasema kwa Kisukuma, wabeja sana mayo wetashawiza wetamihayo minonu walimale litarajere lienami hayo ya wizagete kula sababu tokoyobeta twachereke, yani hato bila kukumia menze. Kwa hiyo tunashukuru sana kuwepo kwa daraja hili, kwa sababu daraja hili linaenda kuinua uchumi wa Watanzania, ikizingatia kwamba bidhaa zinatoka katika maeneo ya mikoa mingine kuja katika jiji la Mwanza, na jiji la Mwanza linalisha mikoa ya kanda ya Ziwa, linalisha mikoa mingine, na ili watu wapate zile bidhaa inabidi wavuke maji katika Ziwa Victoria. Na kulikuwa na magugu maji yalikuwa yakisababisha zile boti na vivuko vinashindwa kufanya kazi inavyostahili. Lakini kuwepo kwa daraja hili tunaenda kuvuka kwa urahisi bila tatizo, na nina imani kwamba mama kweli ameweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunampongeza sana na tunamshukuru sana Rais wetu Samia Suluhu Hassan leo anapoenda kulizindua. Wanakanda ya Ziwa Victoria wanaenda kuwa kidedea, kwa sababu watavuka kwa dakika 5 badala ya masaa 5, na hali hii inaenda kuongeza uchumi wa mwananchi mmoja anajikwamua, kwa sababu atapata bidhaa kwa gharama ndogo, atafanya biashara kwa muda mfupi. Unatoka hapa kwenda mkoa wa Kagera ni kilomita 540, ambayo ndani ya muda mchache unaweza ukaenda Kagera ukarudi Mwanza. Lakini hapo awali ilikuwa ni ngumu kwenda Kagera na kurudi Mwanza. Lakini pia ilikuwa ni ngumu sana kutoka hapa kwenda Kigoma ukafika mapema. Watu walikuwa wakivuka hapa saa 12 wanafika Kigoma jioni, kati ya saa 1 mpaka saa 2. Lakini kutokana na hili daraja linaenda kurahisisha uwezekano mkubwa wa watu kusafiri na wakafika kwa haraka, lakini biashara zikafanyika kwa haraka zaidi. Kwa hiyo Samia Suluhu Hassan, rais wetu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, amefanya mambo makubwa, na sisi wanachato lilikotoka wazo tunampongeza Samia kuenzi maono ya Daktari John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli ni mtu ambaye alikuwa pamoja na wananchi, na alikuwa pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Walikaa pamoja wakakubaliana tuanzishe daraja Kigongo Busisi, na daraja likaanzishwa na Rais
Rais Samia alipofika akasema 25% siwezi kuziacha, ninaenda nazo moja kwa moja, na hatimaye zimetimia. Kwa kweli kati ya wanawake duniani mama anaweza. Huyu sio mitano tu, inatakiwa iongezeke kwa sababu ya uwezo wake wa kufanya kazi. Mama Samia anaweza, ameweza, na Oktoba wana kanda ya Ziwa. Mimi ni waombe, ili kumshukuru mtu na hasa mwanasiasa, haina haja ya kwenda kumshukuru kwa kumpa kitu kingine, ni kujitokeza kwa wingi wa Tanzania, watu wa kanda ya Ziwa, tukampe kura za kutosha Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ametubeba, ametuinua, ametuonyesha uzalendo wake katika taifa la Tanzania, kwa sababu ametekeleza miradi mikubwa ya kimkakati, ameweza kutuletea umeme, amejenga mashule, lakini pia tuna vituo vya afya, hospitali, lakini pia leo tunakuja kuona daraja ambalo hatukuwa na mawazo nalo, hatukulitegemea. Kwa hiyo tukienda Oktoba kutiki, tutiki kweli, kwa sababu ili utiki vizuri awe na kula za kutosha kiasi kwamba hata yeye awe na historia, na nina imani mwaka huu 2025 tunaenda kumpata rais kupitia Chama cha Mapinduzi ambaye atakuwa na kula ambazo hazijawahi kutokea, na hasa ukanda wa Ziwa Victoria tumejipanga kikamilifu. Tutatoa kula za kutosha kiasi kwamba tuonyeshe ni jinsi gani tulivyofurahishwa, na hasa wanachato. Nina imani hata mtu mmoja hata baki ndani, wote tutaenda kutiki.